Rais William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki wameahidi fidia au shamba mbadala kwa familia zilizofurushwa kutoka kwenye msitu wa Mau, huku maskota katika shamba la Chelugut wakiahidiwa kupewa rasmi shamba hilo baada ya kununuliwa na serikali. Rais Ruto ametoa ahadi hiyo alipokamilisha ziara yake ya siku 2 katika eneo la Narok. Ken Gashuhi anaarifu zaidi. Watu wa Emuru wa Digira, mjambo. Msafara wa Rais William Ruto akiandamana na naibu wake Kithure Kindiki katika ziara ya kaunti ya Narok kwa siku ya 2 ulizuru maeneo ya Emuru wa Dikir, Narok Magharibi na Narok Kusini Jumatano. Utata wa umiliki wa ardhi ulipewa kipaumbele, Rais Ruto akisema kuwa yuko kwenye mpango wa kusuluhisha mzozo wa shamba la ekari 5,000 linalomilikiwa na Isaiah Cheluget ambaye ni mwende zake kwa sasa. Maneno ya shamba ya Cheluget tumeita Cheluget. Tumeketi chini na yeye. Tumekubaliana hiyo shamba tutanunua kama serikali, alafu tugawie wale wako pale waendelee na kuishi hapo. Tumeita hawa Cheluget family, tumekubaliana ili tutoe hiyo kesi chini, tukae kama watu wa Kenya, alafu hawa tutawaambia waekaa huko. Cheluget aliaga dunia mwezi Juni mwaka 2017 wakati wa uhai wake akikabiliana kotini na maskwota walioingilia shamba lake na kushinda kesi hiyo hadi kwenye mahakama ya rufaa. Baada ya kutoa hati miliki ya msitu wa Masai Mau kwa kaunti ya Narok ambapo zaidi ya familia 13,500 zilifurushwa mwaka 2019, Rais Ruto ameahidi kuwa serikali itafidia waathiriwa au kuwapa ardhi mbadala. Tulikubaliana hakuna kurudi msitu tena. Sisi tulikubaliana namna hiyo. Ile kazi iko sasa ni vile either tutawapangia shamba mahali ingine ama tuwapatie compensation. Hiyo ni jambo ambaye inaonyesha ya kwamba kweli maono yako ni nzuri, ile ambaye tumesema hatutaki nchi ambaye inaruliwa na ukabila. Na sasa have dignified their lives. Sasa kwa mpangilio wako wataweza kukaa kwa heshima na tuweze kutunza Mau sisi wote pamoja. Cheche za siasa hazikukosa katika ziara hii. Lakini kuna kikundi kingine ngambo ile, watu wa chuki, watu ya ukabila. Tuko tayari kukabiliana na nyinyi kwa sababu Kenya hii tumekubaliana, hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko. Wakati wa campaign tutamenyana na wale watu wa ukabila, wale watu wa migawanyiko watakiona siku hiyo. Kwa hivyo sasa watulize boli. Tuendelee tusiendelee? Ken Gashuhi, KTN. Uongozi wa Kiislamu chini